Hebu leo tazama thamani yako. Angalia thamani ulionayo. Angalia namna watu wanavyokuchukulia. Angalia namna watu wanavyokuchukulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiendelea kusoma habari za Elia tulipoishia jana, utakuja kuona Mungu anamwambia tena ya kwamba Ahabu, rejea kwa Ahabu tena. Rejea kule kwa Ahabu. Elia anasema, Mungu wangu, mbona hauniwazii mema? Unataka nikaangamie? Hawa watu 1, 2, 3. Biblia anasema kwamba kwa kuwa walikuwa wa thamani machoni pangu, nitatoa watu kwa ajili yako. Mungu alikuwa anamwambia kwamba nenda, nitainua fulani, nitainua kina Elisha, kina nani, watawahukumu hao watu. Haleluya. Sisi kama tunaelewa watu wa Mungu. Anamwambia wewe usiogope, usiogope. 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 Wewe nenda. Wewe nenda tu. Wewe nenda. Nenda. Wapo kina Elisha. Wapo kina nani watakuja. Bwana Yesu asiwe sana. Ngoja nikusomee. Usije ukasema nimejitungia. Alipokuwa akimuuliza ya kwamba wakati huo sasa Elia amekimbia kutoka kwa Yezebeli kwenda kujificha huko mapangoni. Mungu anamtokea Elia, anamuuliza, kwa nini uko hapa? Elia anamjibu ya kwamba nimeona wivu. Kwa sababu watu hawa wameacha magano yako. Wamefuata miungu mingine, miungu ya Baali. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa nataka nikuonyeshe ya kwamba mstari wa 15 wa Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 15, neno la Mungu linasema kwamba Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Sham, na Yehu mwana wa Nimshi nimtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli Yehu atamuua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu Elisha atamuua. Pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomwinamia Baali na kila kinywa kisicho mbusu. Basi akaondoka huko akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima mwenye jozi. Bwana Yesu asiwe sana. Unaona ya kwamba Elia anahuzunika. Taifa la Israeli limeacha magano ya Bwana. Manake Mungu halithamini tena taifa la Israeli kama mwanzo. Taifa la Israeli limepoteza thamani mbele za Bwana. Sasa Elia anamwambia kwamba rudi ukampake mafuta Hazaeli. Wala usiwe na wasiwasi. Kubaki wewe peke yako, usiogope. Kawatie mafuta Hazaeli na kamtie mafuta na Yehu pamoja na Elisha. Ikiwa watu watainuka, hao watainuka kwa ajili yako, hawataokoka kwa mkono wa Hazaeli. Na ikiwa wataokoka kwenye mkono wa Hazaeli, Yehu hatawaacha salama. Na ikiwa wataokoka kwa Yehu, Elisha atawamaliza. Mungu anatoa watu kwa ajili ya Elia ili aweze kusimama. Na ndicho tulichosoma katika Isaya 43 mstari wa 4. Ulikuwa wa thamani machoni pa. Mimi nimekupenda na nitatoa watu kwa ajili yako na mataifa kwa ajili ya maisha yako. Thamani yako leo hii iko wapi? Thamani yako leo hii iko wapi? Leo hii thamani umeipoteza mbele za Bwana kwa sababu ya kutoshika maagano ya Mungu aliye hai. Thamani yako haipo leo hii. Unadharaulika kila unakoenda. Yawezekana moja ya familia zenye amani, familia yako haimo.